Unapojenga barabara huwezi kuanza tu kujenga hapa juu. Kwanza unauangalia huu udongo wa juu, uone kama ni udongo himilivu ambao unaweza ukadumu ukiwekea matilo mengine juu yake. Sasa ukisikia nimesema G, maana yake ni kama grade ya udongo ambayo tunakata huu uliopo usiofaa, tunaleta kifusi ambacho kitastahimili ili kuweka matilo mengine juu yake. Hiyo ndio kwa Kiingereza tunasema grade 7 au grade 15 ama grade gani. Ndio maana wataalamu wanasema tunaweka G7. Lakini hapa chini pia kuna G3, inategemeana barabara yako inataka kupokea jambo gani, na hilo ndio linaloamua kwamba hapo juu kuwe na kifusi cha aina gani. Kwa hiyo gharama ya barabara ina mambo mengi. Ina vifusi, ina simenti, ina nondo, ina kokoto, ina mchanga, ina vitu vingi, na ndio maana mwisho wa siku tunapata gharama kubwa. Lakini barabara hii eneo pia tukipima tukaona maji yanapatikana juu juu kidogo. Ukiweka lami inachakaa haraka. Ukiweka zege nzuri kama hii haichakai haraka. Na ndio maana kuna baadhi ya maeneo mnakuta barabara zimejengwa hazina mitaro. Baada ya miaka michache barabara lami yote inaondoka kwa sababu sumu ya lami huwa ni maji. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza sana wataalamu na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwamba barabara hizi ambazo zinajengwa kwa sasa lazima ziwekewe mitaro ya maji. Usipoweka mitaro ya maji, barabara hii haitadumu kwa muda mrefu. Maanake ndani ya miaka michache, miwili au mitatu, barabara yote inaharibika, mnaanza tena kuirudia upya. Lakini vile vile zamani, kabla barabara hizi hazijapata magari mengi, kulikuwa kuna ujenzi wa lami ambao tulikuwa tunaita surface dressing. Mlishawahi kuona barabara inajengwa, inawekwa lami na kokoto, halafu ile kokoto inaendelea kujishindilia, lami inakuja juu. Mnazifahamu zile barabara, si ndio? Hizo lami ndio zilikuwepo sana zamani, na ni za bei nafuu kuliko ujenzi huu na ujenzi wa aina mwingine. Sasa kwa Dar es Salaam ujenzi ule kwa sasa hivi tumeanza kuachana nao. Moja, kwa sababu magari ni mengi, lakini mbili, kwa sababu magari yanayopita pia ni mazito, lakini tatu, tunataka barabara ambazo zinadumu zaidi. Kwa hiyo tunaingia kwenye barabara hizi za zege au zingine tunaita asphalt concrete. Zile lami ambazo mnaziona kabisa zinakuwa zinadumu na life span huwa ni miaka 18 mpaka 20. Lakini zile ambazo zimezungumza za surface, life span yake ni miaka 8 mpaka miaka 10. Kwa hiyo jambo jingine la muhimu, tunampongeza sana tena Mheshimiwa Rais kwa kuamua kujenga kitu cha kudumu kwa Watanzania kuliko vile vitu ambavyo vinaleta matengenezo ya mara kwa mara. Na zamani, ndugu zangu, zamani ilikuwa ukipata viongozi wa mabarabara wezi, walikuwa wanapenda sana barabara ambazo zinatengenezwa mara kwa mara. Kwa sababu ukitengeneza barabara kudumu, maana yake umemnyang'anya ulaji. Lakini ukitengeneza barabara ambayo mara kwa mara, maana yake kila mwaka naandikia nimetengeneza barabara. Sasa Rais Samia akasema tuhame huko kwa mara, twende sasa kwenye barabara za kudumu ambazo ni nzuri zaidi. Pigeni makofi kwa. Leo hii mnaona hizi nguzo za umeme hizi. Hizi ni nguzo za miti. Ni kweli kwamba kule tulikonunua maisha ya mtu aliyeuza yameboreshwa. Lakini ili tupate shirika la umeme TANESCO ambalo hatupendi kurudia miundombinu yake, tunahama kutoka kwenye hizi nguzo, tunaweka zile nguzo zinaitwa concrete poles. Tunaweka zile nguzo za zege ambazo miaka yake ya kuishi ni miaka 70 mpaka 100. Sasa ukiweka mpaka miaka 100, hautakuja kusikia nguzo imedondoka, hautakuja kusikia nguzo imevunjika, labda kama ilitengenezwa chini ya kiwango. Na ndio maana muda huu tena Mheshimiwa Rais anahama kutoka kwenye miundombinu hii ambayo baada ya miaka mitatu tunaibadilisha, tunakwenda kwenye miundombinu ambayo inadumu miaka 70 mpaka miaka 100. Sasa hapo moja, tunakuwa yule mtu ambaye anakuwa mloho wa pesa za umma wa kusema kila mwaka tunabadilisha, hata sema tena.
Pigeni tena makofi kwa Rais Samia kwa kazi nzuri. Lakini jambo jingine la muhimu, ndugu zangu wanatoa ngoma, Dar es Salaam leo ni kubwa, kila pande barabara zimefukuliwa. Labda nieleze kidogo kwa upande wetu huu. Kwa miaka mingi sana kutoka pale Mbagala kuja mpaka huku upande mwingine wa kuungana Mkuranga, tulikuwa tuna huu mtu ambao leo tumetoka kuuangalia, ambao kwenye daraja kubwa pale kila mara watu wanakufa kwa ajali. Uongo kweli jamani? Tulivyokaa na Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri wetu wa Ujenzi, tukamuomba Mheshimiwa Rais kulingana na kilio kikubwa ambacho kilikuwepo pale. Mimi tangu nimefika na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tumeshapokea ajali pale zaidi hata 15. Alichokifanya Mheshimiwa Rais kupitia TANROADS ni kuanza kujenga barabara zaidi ya kilomita 3 ambayo inajengwa kwa zaidi ya bilioni 54, kwa sababu kutakuwa pia kuna kama flyover ambayo inakuja upande huu, lakini pia daraja lile linabomolewa na kutengenezwa upya likiwa ni bora kabisa. Sasa kama upande mmoja tayari tuna zaidi ya bilioni 54, hatujafika kwenye maeneo mengine. Ilikuwa ukipita pale Jangwani, mvua ikinyesha kila mwaka tunafunga barabara. Uongo kweli? Mwananchi analia kuna mafuriko. Lakini mimi nilipoulizwa siku moja na chombo cha habari, nikasema Dar es Salaam hakuna mafuriko. Wananchi inawezekana mlisikitika sana, mbona mkuu wa mkoa anasema hakuna mafuriko na hapa tunaona maji? Niliamua niweke tafsiri kwamba Mheshimiwa Rais, tunaomba tujengee daraja hili la Jangwani na kueleza kinacholalamikiwa leo hakitakuwepo tena. Lakini kasema wananchi mliojenga mabondeni na kufunga barabara za maji, mkibomoa yale majengo mkaruhusu maji yapite, hicho mnachokisema ni mafuriko hamtakiona tena. Mheshimiwa Rais akakubali kutimiza wajibu wake, akaamua kutujengea daraja la Jangwani na kulinyanyua juu, daraja la Kigogo kunyanyua juu, na daraja la Mkwajuni kwenye ule mto Ng'ombe na kunyanyua juu. Hivi ninavyowaambia, mvua ambazo zimenyesha hii juzi, hakuna hata mtu mmoja aliyelalamika kwamba pale pana mafuriko. Kwa nini? Kwa sababu ujenzi wetu uliyafuata maji. Sasa huwezi ukajenga kwa kufuata maji, alafu maji yakitaka kupita unasema mafuriko. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais tunamshukuru kwa sababu amebomoa madaraja, ameyakimbia maji. Na wananchi pia wale ambao wako mabondeni, Mungu aendelee kuwabariki, mfanye vile vile. Hamtakuja kusikia kitu kinaitwa mafuriko Dar es Salaam. Pigeni tena makofi kwa Rais. Sasa kwa pale tu pale Jangwani zaidi ya bilioni 97 zimeondoka. Ukienda huu upande wa Kigamboni, kulikuwa kuna daraja pale tunaita daraja la mto Nguva. Mvua ikianza kunyesha daraja maji yako juu. Aliyoko upande huu anabaki huko, aliyoko upande huu anabaki huko. Zimeshatolewa pesa bilioni 9.2 kujenga daraja kutoka chini mita 8. Mafuriko yanayolalamikiwa tena hayatakuwepo. Kama maji yatoka pale chini kwenda kugusa kule juu, basi hilo ni gharika, sio mafuriko tena. Itakuwa nini jamani? Na gharika sisi hatujawahi kuliona. Tunalisoma kwenye Biblia kwamba alikuwepo Nuhu, alipakia wanyama kasoro nguruwe na vitu vingine vikapakiwa mle ndani. Astaghfirullah. Sasa ndugu zangu wanatoa ngoma, tunapozungumzia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais tunamaanisha nini? Tukimchukua mtu wa Chadema, tukamchukua mtu wa CCM, mara nyingi tunapenda kubishana, lakini huwa natamani sana ubishani wetu uwe ni kama wa Yanga na Simba. Sio ule ubishani ambao unakwenda kuua watu, unakwenda kuharibu miundombinu ya watu na kadhalika. Vyama vya kisiasa tunapaswa tupendane, lakini tuingie kwenye utani wa kawaida.